Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, niko na shabiki wa Simba hapa ameteleka. Tunaungana naye hapa kwenda kuangazia yaliyo mengi kweli kweli kwenye michezo. Kubwa ni Simba Sports Club kushika nafasi ya 3 vilabu bora 10 ndani ya bara la Afrika venye thamani zaidi. Huku Young Africans watani zao wakishika nafasi ya 8, lakini namba 1 akishika Al Ahly ya kutoka pale nchini Misri, lakini Zamalek nao wakishika nafasi ya 2. Bwana Mateleka, mambo vipi? Mambo safi kabisa. Mambo yanaenda? Mambo yanakwenda vizuri. Bwana, klabu yako ya Wekundu wa Msimbazi Simba nafasi ya 3 kwenye vilabu vyenye thamani kwa mujibu wa Global Statistics wao wameweza kutoa rekodi hiyo ya vilabu 10 ambavyo vyenye thamani zaidi ndani ya bara la Afrika. Simba inashika nafasi ya 3, sio kwa ubaya pengine ama kwa upendeleo. Nasikiliza toka kwako, una maoni gani? Na kwanza nikuambie tu serikali juzi hapa imesema Simba ni timu bora. Ndio. Sawa? Serikali kupitia BMT imesema Simba timu bora. Wakaanza kubeza watu. Hapa ndani ya nchi yenyewe wakaanza kubeza, haiwezekani, wametumia vigezo gani? Simba sio bingwa, siji nini, mambo mengi wameongea. Lakini tumeshinda kuwa timu bora Tanzania. Na leo hii imejidhihirisha Afrika. Mtu aliyepewa kapewa. Aliyepewa kapewa. Hata uzibe, lakini mwisho wa siku utakubali. Kwa hiyo kama alikataa Tanzania, basi wakatae na huko juu. Serikali kupitia michezo imeona ikawapa Simba timu bora kwa Tanzania, na hao wakafu nao wameona kwa Simba timu bora kwa Afrika. Hawa ni Global Statistics, hawa ni watu wa takwimu. Wanadili na utoaji takwimu duniani. Ndio maana akasema watu wa duniani wameona. Wameanza kuona jicho hilo la Simba limeweza kuonwa ndani ya nchi. Taasisi ndani zimeona, zikasema Simba timu bora msimu wa 25 26. Simba timu bora. Wakabeza watu, ubora umeupataje Simba? Sasa leo hii chombo kikubwa duniani cha utafiti kimesema Simba ni ya 3 kwa ubora Afrika. Sasa wewe unakatawe nani? Wewe unakatawe nani? Wakati wataalamu wanaojua kudadavula mambo ya michezo wamesema Simba ni bora Afrika, ni ya 3 kwa ubora. Hao ndugu zetu Afrika kwa ubora wako 10 si yuko. Wako namba 8 bwana. 10 kwa thamani namba 8 bwana. Wako 10 si yuko. Kwa ndugu zetu hao. Lakini sisi tuko namba 3 kwa ubora. Kwa hiyo tunaonyesha kwamba sisi Simba inajulikana sana duniani kuliko Yanga. Kwa hiyo thamani ya Simba inafikia uwezekano wa kushika namba 3. Wewe ili unaliafiki? Hii ni sahihi, ni sahihi. Kwa sababu Simba kwanza ina wapenzi wengi. Simba kwanza, kumbuka, ni timu yenye mashabiki bora Afrika. Hilo kumbuka kwanza. Tumepewa tunzo si mashabiki wa Simba. Hivi na hapo tunatembea na tunzo ya mashabiki bora Afrika. Tunatembea nayo tunzo. Lakini hamna kombe nyinyi. Nasema hivi, tunzo sio kombe. Tumepewa tunzo kama tunzo. Kwamba wewe sasa nyinyi ndio mashabiki bora wa Afrika. Sisi tumepewa tunzo. Anayekataa nani? Sasa leo hii tumepewa tena nini? Timu bora Afrika. Tumepewa ubora. Timu yenye thamani. Timu yenye thamani Afrika. Simba ni ya 3. Kwa hiyo bado tunakwenda vizuri Afrika, tunakwenda vizuri Tanzania, tunakwenda vizuri, tunatanua. Bwana Mchome ameonekana kuwakera baadhi ya mashabiki wa Simba kuhusiana na yeye kushangilia ama kufurahia kumia kwa Clatous Chota Chama kwenye mchezo wenu wa mwisho uliopigwa pale katika uwanja wa KMC dhidi ya Dodoma Jiji. Chama alitoka pale anaonekana kama anachechemea. Mchome ameonekana kufurahi kweli kweli kutokana na kile ambacho kimekuta Chama. Baadhi ya mashabiki wa Simba wamegadhibishwa dhidi ya Mchome. Na Mchome ameonekana akivalia jezi yake ya Simba, manake ni shabiki wa Simba. Lakini hiki ambacho kimejitokeza, kuna baadhi ya watu wanakwenda mbali zaidi, wanaoji kulikoni. Kwa upande wako lipi la kuzungumza? Mimi nitarudia tu kuongea. Lakini mwisho wa siku maamuzi atakayofanya viongozi wa Simba. Sababu viongozi wa Simba ndio wanaiongoza Simba. Sisi tunaisemea Simba, sisi ndio wapenzi wa Simba, wanachama wa Simba tunaongea, lakini wao viongozi ndio wenye mamlaka makubwa ya kufanya maamuzi kwa mtu ambaye anaichafua. Mfano angekuwa yeye anaichafua Mo Enterprises. Mchome angekuwa anaichafua Mo Enterprises, wangemwacha. Viongozi wa Enterprises wangemwacha. Wangechukua hatua. Sasa mtu ukimchafua mtu, taasisi nyingine ukiichafua, unapeleka mahakamani, unalipa fidia. Hasa ni kazi ya Simba viongozi kuchukua hatua sasa. Kuchukua hatua kwa wale wote wanaotumia jezi na nembo ya Simba afu kuikashifu na kuitemea vibaya Simba. Kazi ya viongozi kuchukua hatua. Kama atapeleka mahakamani, alipe fidia na wengine watafuata.
Lakini unapokaa kimya unazidi kuchafuliwa. Kama hivi leo Simba tunaambiwa kwa ubora Afrika namba 3 kwa ubora. Ina maana hakuja mtu mwingine kwa thamani na ubora wetu na thamani haiji hivi hivi. Kwanza wewe uwe bora. Kuna thamani. Na thamani haiji bila kuwa bora. Ukizungumzia kwa ubora maana yake kuna vitu vimefanyika. Ndio nikasema unaposema ni bora, ubora huji hivi hivi. Kuna vitu vimepikwa hadi ukawa bora. Kwa hiyo Simba imepikwa ile hadi leo hii ikawa bora, ina uwezo mkubwa, ina vitendea, ina nyenzo, ina kila kitu. Huo ni ubora. Kwa hiyo leo hii kuwa hivyo ina maana mtu anakuja mtu mwingine mpumbavu tu mmoja anataka kibobu wake na maharage huko, anaweza kavaa jezi ya Simba akaongea vitu vya ajabu tu, anaweza kaikemea Simba akaisemea vibaya afu kavaa jezi ya Simba. Lazima viongozi wachukue hatua. Kwani kukosoa Simba kuna shida? Kosoa, vaa jezi ya kawaida. Kosoa, hatukatai. Mbona kuna watu wengi wanakosoa? Au kwa sababu yuko au kwa sababu yuko upande wa pili. Wewe umeshasikia au kwa sababu anaambatana na mashabiki wa upande wa pili. Ndio maana nimekwambia hivi. Ndio maana nyinyi Simba mnaumia. Ndio maana nimesema hivi. Umeshamuona shabiki wa Yanga na anamsema mzee kavaa jezi ya Yanga, anamsema Pacome afai. Pacome bora alivyoumia. Ushakuona shabiki wa Yanga kavaa jezi ya Yanga? Au shabiki wa Simba kavaa jezi ya Yanga na anamsema kiongozi wa Yanga au kiongozi mchezaji wa Simba, mchezaji wa Yanga? Hakuna. Ina maana yeye ndio anaharibu taswira. Mpira wa Simba na Yanga sio uadui. Mpira wa Simba na Yanga wote watakupata furaha. Nikikuwa ni furaha. Hakuna tunachopata sisi. Leo umefungwa huyu kutafurahi, kafungwa amefurahi, ni furaha. Sio uadui Simba na Yanga. Hata kuna watu wanatumika vibaya kutuharibu sisi au kuharibu vilabu. Unaona, sasa mimi nawaambia viongozi wa Simba, kina Mangungu nawaambia, mwenyekiti wa Simba ana mamlaka makubwa kuchukua hatua. Kama ambavyo leo hii Jeruti anakuambia mtu akiwa na jezi feki akamatwe ndani mahakamani. Akiwa jezi feki. Hata kwa nini asichukue hatua kwa watu ambao wanasema vibaya Simba kupitia jezi zetu? Kuna haja sasa viongozi kusimama kidete, chukua watu kama hao, weka ndani, wapa adabu kabisa ili wasije. Kwani wewe unaumia kwa Mchome kukosoa? Haiwezekani uvae jezi yangu mimi mfano ndio nikosoe. Vaa jezi ya Yanga afu kosoa. Hata tatizo. Kwa kivaa jezi ya Yanga akikosoa upande wa pili haina shida. Haina shida. Tunasema ni mtani. Lakini inawezekana wewe unavaa jezi yetu, unaenda kwenye jezi yetu, unafanya kuja unatuharibu sisi wenyewe na jezi yetu umevaa. Wapi na wapi? Sasa wewe umevaa jezi umevaa nguo za jeshi la polisi, alafu nakuja unaisema jeshi la polisi. Uchukua tu asubuhi tu. Uwezekani? Yaani mwanajeshi, alafu kuja unasema jeshi lako, huko umevaa nguo ya jeshi. Wewe una akili kutoneka? Una akili? Kwa hiyo lazima na sisi tuangalie watu ambao wanatuchafua. Wakivaa mtu kavaa nembo ya Simba, anayechafua Simba, atachukua hatua haraka. Achukua tu haraka. Lakini sio kucheka. Hakuna utani hapo kama anaharibu. Lakini si utani wa jadi bwana. Naulia tena. Vaa jezi ya timu yako, sema timu yako. Vaa jezi ya Azam, iseme Pamba. Vaa jezi ya Simba, iseme Nyota Nyekundu. Vaa jezi ya Yanga, iseme Dodoma. Haina shida. Tunajua ni watani. Lakini wewe kuwa umevaa jezi ya Simba afu kuja unisema mimi mwenyewe Simba mwenzio. Sitosikia raha. Kwa hiyo lazima tuchukue hatua. Watu kama hawa pumbavu kama hawa wanavaa jezi za timu zetu, afu wanasema timu hizo kama jezi wamevaa. Kama timu yao uipendi, kwani uvae jezi yake? Timu uipendi, kwani uvae jezi yake? Mimi leo sio mpenzi wa Yanga. Huwezi kuona nikavaa jezi ya Yanga. Never. Mimi hapa leo siwezi kuvaa jezi ya Yanga. Ambapo wengine mtu yote mwenye akili timamu, sawa, hawezi kuvaa jezi ambayo hana nasaba nayo. Mimi nitavaa jezi ambayo nina nasaba nayo. Umeelewa vizuri? Nakuelewa. Lakini kama tutakuwa kwenye interview yote mfano, mtavaa pale uwanjani. Ni maana hata wale wachezaji wakibadilisha jezi hawavai. Si umeelewa? Hawavai, utampa jezi begani, anaingia chumbani. Nakwenda anayependa kwa watu wake. Havai ile jezi. Kwa hiyo hata sisi vile haitakiwi tuvae jezi. Mimi leo sitakiwi nivae jezi ya Yanga, afu yeye niseme Yanga vibaya. Watanichukia viongozi, wapenzi ndio wanachama watakuja kunichukua. Hata mimi chizi tusina akili. Baniani waniki ataki bora. Baki Baniani wanini kitu chake? Haiko hivyo. Kwa hiyo wewe unatoa ushauri gani sasa kwa Mchome? Nishasema viongozi. Umpe ushauri Mchome? Ushauri wake kiongozi, nishasema Mchome ni mpumbavu, nishasema hana akili. Mtu mwenye akili hawezi kufanya kitu ambacho kitawakela wengi. Fanya kitu kiwafurahishe watu. Ndio tunataka watu sasa hivi. Fanya kitu watu kiwafurahishe. Sijui umeelewa? Usifanye kitu kwa wakela watu. Unapowakela watu huwezi kumjua mbaya wako nani mbele ya safari. Maka utakuwa unajenga uadui na watu. Na Simba na Yanga ni taasisi kubwa. Watakuchukia wengi, huwezi kujua adui yako ni nani mbele ya safari. Wewe ile ujiwekee kinga, achana vitu kama hivyo, achana ushamba huo. Vaa jezi yako ya Yanga unaipenda mwenyewe, toka moyoni, shangilia. Hamna mtu atakayeongea na wewe. Sijui vaa jezi yako ya Simba, shangilia. Lakini usivuke mipaka.
Tunapovuka mipaka ndio unafanya watu wapate hasira, wanasema leo. Sasa Mchome aache hilo la kwanza. Mangungu ahakikishe anachukua hatua kwa watu kama hawa wanatuharibia timu yetu. Aha, kabisa. Kwa megadhibika mashabiki wa Simba kabisa, achukue hatua. Ili Simba ni timu kubwa inajulikana duniani. Afanye mpumbavu mmoja tu anakuja anasema vitu vya ajabu ajabu tu. Alafu tunamwachia tu hivi. Hapana, haiwezekani. Lazima tuachukue hatua. Kama viongozi wameshinda watuachie watu, kwa sababu sisi tumeshindwa. Nyinyi wapenzi wa Simba. Nyinyi wapenzi wa Simba tuone hatua. Waseme wao. Watu belungu sisi. Waseme sisi tumeshindwa. Nyinyi tunapapa mamlaka wanachama, viongozi chukoni hatua wenyewe. Waseme tu. Kwa mtachukua hatua. Akisema hivyo tutachukua. Mtachukua hatua. Sasa tutasema. Wanachama chukoni hatua wenyewe. Watu wanaharibu timu yenu, chukoni hatua. Tutachukua hatua. Lakini hatua gani? Lakini leo tumwaambia viongozi kwanza, waanze wao. Wachukue hatua kama viongozi, hapo tumewapa dhamana kuiongoza Simba. Mtachukua hatua gani nyinyi? Nasema wao wakishindwa wao watuambie sisi tumeshindwa. Wakitamka tumeshindwa, sisi tutachukua hatua. Au mnapiga mikwala Mchome? Sisi tunajua tunachokifanya. Tunajua tunachokifanya. Au mnapiga tu mikwala Mchome bwana? Nakwambia hivi, sisi tunajua tunachokifanya. Unasema unajua sehemu yote ya wengi ina nguvu kuliko mmoja. Na kilio cha wengi ni sherehe. Wakilia watu wengi hapo je sherehe. Lakini mtu mmoja kilio chako kibaya kwa sababu unalia peke yako. Bwana, shukrani sana.